kusaidiwa na mwanadamu. Kwa hivyo katika Biblia kuna kazi ya Mungu. Lakini Korani hakuna mahali Mungu amehusika kuandika. Nisomee sasa mwalimu wangu tuingie. Kutoka 24:12 inasema hivi. Inasema alafu sauti kubwa. Inasema Bwana akamwambia Musa, sawa? Nimesema katika kitabu cha Biblia ndani yake kunapatikana maandiko ambayo mwenye kuyaandika ni Mungu mwenyewe. Sasa sikiliza ameandikaje. Soma mwalimu wangu. Inasema ndio, Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia nani? Musa. Bwana alimwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani. Njoo huku kwangu mlimani. Uwe huku mlimani na mimi. Endelea. Nami nitakupa bao za mawe na ile sheria. Sasa Mungu anamwambia Musa, nitakupa mbao za mawe na ile sheria. Endelea. Na hiyo amri niliyoandika. Na hiyo amri niliyofanyaje? Niliyoandika. Na hiyo amri niliyofanyaje? Niliyoiandika. Kwa hivyo Musa anapewa amri zilizoandikwa na nane? Na Mungu. Endelea. Ili uwafundishe. Kwa hivyo Musa amepewa amri zilizoandikwa na Mungu katika vibao mbili za mawe, sawa? Naam. Na hizo amri za Mungu zilizoandikwa katika vibao mbili za mawe, hizo amri leo zinapatikana katika kitabu cha Biblia. Sasa mwalimu wangu, naam, nisomee 9:9 Kumbukumbu la Taurati. 9:9 Kumbukumbu la Torati. Yaani ningependa nisimamishe hoja zangu za kuamini Biblia. Kwa nini mimi naamini Biblia lakini Korani? Mimi nimesoma Korani nikiwa king sana. Lakini mimi nakuambia hata kama kuna watu wanaamini Korani, nimeiongopa sana. Nimeogopa Korani sana. Maana Korani. Hebu mwalimu wangu kwanza soma. Pumzi ya Mungu inasema hivi. Ndio. Na hapo nilipokuwa mlimani kwenda kuzipokea mbao za mawe. Sasa Musa alienda mlimani kuzipokea mbao za mawe. Endelea. Nazo ni mbao za agano za Bwana. Nazo ni mbao za agano ya Bwana. Alilofanya nanyi. Ndipo nikakaa mle mlimani siku 40. Usiku na mchana. Naam. Endelea. Naam. Sikula chakula. Musa anasema hakula chakula wala kunywa maji. Inaendelea kusema hivi. Mwalimu. Naam. Niko na 30 minutes, sawa? Naam. Soma mbio. Tuendelee, sawa? Inaendelea kusema hivi. Ndio. Bwana akanipa zile bao mbili za mawe. Kwa hivyo Bwana alimpea Musa zile nene bao mbili za mawe. Alimpea Musa zile bao mbili za mawe. Endelea. Inaendelea kusema hivi. Inasema zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Kwa hivyo zilikuwa zimeandikwa kwa kidole cha nane cha Mungu. Zilikuwa zimeandikwa kwa kidole cha nane cha Mungu. Kwa hivyo katika Biblia kuna maneno yanayopatikana katika Biblia, na mwenye aliwahi andika wa kwanza ni nane? Mungu. Kwa hivyo kuna maneno yapatikanayo ndani ya Biblia na mwandishi ni nane? Mungu. Sasa soma nisomee katika hapo Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 13. 4:13. Ndio. Inasema hivi. Inasema pumzi ya Mungu inasema hivi. Pumzi ya Mungu inasema hivi. Akahubiria agano lake. Sasa sikiliza chenye kilikuwa kimeandikwa katika zile bao mbili. Musa akahubiria agano lake alilowaamuru kulitenda. Yani zile amri 10. Amri ngapi? 10. Nane aliandika amri 10. Mungu. Nane aliandika amri 10. Mungu. Sasa Mungu ameandika amri 10, si ndio? Naam. Na akaambia Musa akawafundisha watu amri ngapi? 10. Lakini mwenye ameandika zimeandikwa kwa kidole cha nani? Mungu. Sasa nisomee 14:15 kitabu cha Yohana. Ama 15:10 kitabu cha Mathayo. Yenye utafika ya kwanza. Ama nafikiri ni Yohana. Zote hizi ziko kwa Yohana. Yenye utafika ya kwanza nafikiri ni mzuri zaidi. Haya, nasemaje mwalimu wangu? Yohana 15 mstari wa 10. 15:10 inasema hivi pumzi ya Mungu. Sasa mwenye aliandika zile amri 10 ni Mungu mwenyewe. Na zile amri 10 zilikuwa zimeandikwa katika vibao vya mawe, sawa? Naam. Alafu zile amri 10 zikiwa zimeandikwa pale,
yale maandishi yamehamishwa katika Biblia, sawa? Naam. Si kwamba katika Biblia hati yale yalikuwa kwa mawe ni tofauti. Chenye kilikuwa katika mawe kinapatikana katika Biblia. Ndio kipatikane katika Biblia. Mwandishi ni nani? Mungu. Mwandishi ni nani? Mungu. Asa mwalimu wangu soma andiko. Pumzi ya Mungu inasema hivi. Pumzi ya Mungu inasema hivi. Muzishike amri zangu. Huyo ni nani anasema hapo? Mungu. Yesu anasema mkizishika amri zangu. Hapana, mwalimu anzia vizuri andiko vizuri. Inasema hivi. Ndio. Muzishike amri zangu. Muzishike amri zangu. Mtakaa katika pendo langu. Unasoma ngapi? 15:10. 15:10. Mathayo, Yohana. Haya, anzia mstari wa 9. Inasema hivi. Kama vile Baba alivyonipenda mimi. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, sawa? Naam. Sasa ni Yesu na Baba yake ambaye ni Mungu. Endelea. Nami nilivyowapenda ninyi. Nami nilivyowapenda ninyi. Kaeni katika pendo langu. Kaeni katika pendo langu. Naam. Endelea. Muzishike amri zangu. Muzishike amri zangu. Mtakaa katika pendo langu. Kwa hivyo Yesu anasema tuzishike amri za Mungu, si ndio? Naam. Lakini mwenye aliandika ni nani ni nani aliandika wa kwanza? Mungu. Sasa nisomee kitabu cha Qur'ani sasa. Hebu funika hapo kwanza. Nisomee Qur'ani 4. Qur'ani 4 nisomee mstari wa 47. Maana amri 10 mwenye aliziandika ni Mungu. Lakini tukizipata Waislamu wako nazo. Ina maana hapo lazima tuwaekee right. Itabidi tuwaekee tick. Lakini zikikosekana, hebu mwalimu wangu soma pale. Qur'an 4 ngapi? 47. Inasema hivi, Qur'an 4:47. Mkono wa paka mbio bio. Inasema hivi, inasema enyi mliopewa kitabu. Hawa ni Waislamu, sawa? Naam. Wanaambiwa enyi mliopewa kitabu. Naam. Aminini tuliyoyateremsha. Amineni tuliyoyateremsha. Endelea. Yanayosadikisha yale yaliyo nanyi. Alafu sikilizeni Waislamu. Waislamu wamesoma kitabu kiitwacho Qur'ani na kuna vitabu zingine kando ziitwazo hadithi za mtume. Hadithi za mtume. Waislamu wanasema Qur'ani ilishuka ikiwa imeteremshwa na malaika aitwaye Jibril kwa Kiarabu, kwa Kiswahili malaika Gabrieli. Nataka leo Muislamu mmoja adhubutu kuleta kitu kama hiyo katika mkutano wa hoja kama huu. Aseme aliyeteremsha Qur'ani ni malaika. Ndio, mimi nakubali ni malaika. Lakini sasa malaika yupi? Sio Jibril. Hakuna Jibril hapo. Soma mwalimu wangu. Inasema, ndio, enyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Aminini tuliyoyateremsha. Aminini tuliyoyateremsha. Aminini tuliyoyateremsha. Yanayosadikisha yale yaliyo nanyi. Yanayosadikisha yale aliyo nanyi. Kabla hujageuza nyuso zenu. Kabla nene? Kabla hatujageuza nyuso tukazipeleka kisogoni. Kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni. Endelea. Au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu. Au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu. Endelea. Walioharibu utukufu wa Jumamosi. Waliharibu utukufu wa nene? Wa Jumamosi. Tena ujue hiyo Jumamosi inapatikana katika amri 10 ya Mungu, sawa? Naam. Na ni amri ya 4, si ndio? Naam. Asa lakini maliza andiko wewe. Inasema, ndio, na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Na amri ya Mwenyezi Mungu nasoma kwa nikamu mwalimu wangu. Hiyo ni Farsi. Farsi. Endelea. 48. Endelea tu. Hebu soma hebu amri ya Mwenyezi Mungu kufanyaje? Na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Amri za Mwenyezi Mungu lazima zifanywaje? Lazima zifanywe. Amri za Mwenyezi Mungu lazima zifanywaje? Zifanywe. Hebu rudia andiko vizuri. Inasema, na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Lakini waliharibu utukufu wa nini? Waliharibu utukufu wa Jumamosi. Haya, sasa endelea hapo sasa. Inasema hivi, au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi. Endelea. Na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Sasa wenye waliharibu utukufu wa Jumamosi waliachana na amri za Mwenyezi Mungu. Lakini katika hiyo andiko tunaambiwa licha ya kuwa wameziacha amri za Mungu zinastahili kufanywa. Kwa hivyo katika msikiti hawazishiki amri za Mungu. Kwa hivyo katika amri za Mungu hazipatikani katika kitabu cha Qur'ani.
amri za Mungu zinapatikana katika kitabu cha Biblia. Na amri za Mungu nani aliandika? Mungu. Amri za Mungu nani aliandika? Mungu. Sasa nisomee Hesabu 12:5-6. Hesabu 12:5-6. Alafu ukue mbio mwalimu tafadhali. 12:5-6 inasema hivi. Naona muda wangu tena umeanza kuisha na hakuna kitu nimefundisha. Fanya mbio. Hesabu 12:5-6 inasema, pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasema, Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Sasa Bwana akashuka katika nguzo za wingu, akasimama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Mariamu. Nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia. Sasa Mungu akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu. Sasa sikiliza, akiwepo nabii kati yenu. Mimi Bwana tajifunua kwake katika maono. Sasa sikiliza, njia nyingine ambayo Biblia imeandikwa. Biblia imeandikwa na manabii. Biblia imeandikwa na manabii na mitume, sawa? Naam. Na hao manabii Mungu anasema, ikiwa kunaye nabii kwenu, nitajifunua kwae kupitia nene maono, Lakini kabla ya maono msomee 17:14 kitabu cha Kutoka. 17:14 kitabu cha Kutoka. Tena usikie hapa, katika Biblia kuna maneno ambayo Musa aliambiwa aandike. Kuna maneno aliambiwa aandike. Si kwamba alichoandika halitoka katika mawazo yake. Si kwamba chenye aliandika alitoka katika mawazo yake. Umefika pale mwalimu wangu? Naam. Soma mwalimu wangu. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu. Iwe ukumbusho. Andika habari hii katika kitabu. Iwe ukumbusho. Sasa Musa anaambiwa na nani? Na Mungu. Ameambiwa afanyaje? Aandike habari hii katika kitabu. Kwa hivyo ndani ya Biblia kuna maneno ya Musa, sawa? Naam. Na maneno ya Musa ameambiwa afanyaje? Aandike. Maneno ya Musa ameambiwa afanyaje? Aandike. Na nani? Na Mungu. Kwa hivyo katika Biblia kuna maneno ya Musa, lakini ndio yapatikane katika Biblia. Ameambiwa afanyaje? Aandike. Na huyo Mungu amesema, ikiwa kwenu kama kutapatikana manabii, atajifunua kupitia manabii kwa njia gani? Maono. Kwa njia gani? Maono. Kwa njia gani? Maono. Atajifunua kwao kwa njia ya maono. Naam. Lakini mwalimu wangu, sasa kuna kitu moja tukiingia katika Korani ya ajabu sana. Mungu anasema kupitia manabii atajifunua kupitia maono. Kwanza hebu tusomee katika kitabu cha Isaya. Katika kitabu cha Isaya kuna maneno yanapatikana pale. Si kwamba Isaya aliandika akitoka katika mawazo yake. Katika kitabu cha Yeremia kuna maneno yanapatikana pale. Si kwamba alitoka katika mawazo yake, lakini aliambiwa na nani? Na Mungu ayaandike, sawa? Naam. 34, hebu nisomee 34:16. 34:16 Isaya. Tunaona muda wangu naona unaenda mbio. Wacha sasa niweke in summary. Alafu niishie maswali. Muda wangu umeenda sana. Hii mada ni refu sana. Na hii mada yani nikiamua nikufundisha leo haiwezi isha. Sasa wacha tu niweke in summary. Alafu watu wakuja uliza maswali. Sasa soma mwalimu wangu mbio. Inasema hivi. Tafuteni katika kitabu cha Bwana. Sasa sikiliza hapa. Tunaambiwa tunafute katika kitabu cha Bwana. Tukafanyaje? Mukasome. Kwani kitabu cha Bwana tumeambiwa tukasome. Katika kitabu cha Bwana tumeambiwa tukasome. Naam. Na manabii Mungu alikuwa anajifunua kwao. Hebu nisomea 36:32 Yeremia. 36:32 kitabu cha Yeremia. 36. Maana Yeremia kuna maneno yake aliandika, na unajua Waislamu wanasema mengine alichomwa, mengine ifanywa nini? Sijui nini. Lakini soma pale mwalimu wangu. 36 ngapi? 32 kitabu cha Yeremia. Inasema hivi. Inasema pumzi ya Mungu inasema hivi. Ndipo Yeremia akatoa gombo lingine. Akampa Baruku mwandishi mwana wa Neria. Endelea. Naye akayaandika maneno yote yaliyo katika kinywa cha Yeremia. Aliandika maneno yote yatokayo katika kinywa cha nani? Nabii Yeremia.
aliandika maneno yaliyotoka katika kinywa cha nani? Yeremia. Sasa Yeremia kuna maneno alikuwa anayasema, sawa? Naam. Alafu Baruku alikuwa anaandika, si ndio? Naam. Sasa Yeremia alikuwa anayanena yanaandikwa, anayatoa kwa nani, si ndio? Naam. Nisomee 1:5 kitabu cha Yeremia bado. 1:5. Alafu tuingie kwa Korani, ufunge Biblia, alafu tuingie kwa Korani, tujue Korani nayo namna gani. Soma pale mwalimu wangu. Yeremia 1:5, pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Anzia mstari wa 3. Inasema, pumzi ya Mungu inasema tena nilikuja siku za Yoyakamu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Endelea. Hata mwisho wa mwaka wa 11. Endelea. Wa Zedekia. Endelea. mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu. Umeanzia mstari wa 3. Naam. Anaendelea. Katika mwezi wa 5. Neno la Bwana lilinijia. Neno la nani? Neno la Bwana lilijia nani? Yeremia. Neno la nani? Neno la Bwana lilijia nani? Yeremia. Lakini kuna maneno Yeremia alikuwa anasema, Baruku anafanyaje? Anaandika. Anaendelea anaandika mwalimu. Inasema, neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sijakuumba nalikujua. Endelea. Na kabla hujatoka tumboni nalikujua. Endelea. Kabla kutoka tumboni nalikutakaza. Nimekuweka kuwa nabii kwa mataifa. Nimekuweka kuwa nabii kwa mataifa. Ndipo niliposema. Bwana Mungu wangu. Bwana Mungu wangu. Tazama. Siwezi kusema. Alafu msomaji, nataka tafadhali usome mfululizo. Unajua pia unaniconfuse. Mfululizo. Inasema hivi. Ndio. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Hivyo sasa, kabla endelea. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakaza. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Endelea. Ndipo niliposema Bwana Mungu. Bwana Mungu. Tazama. Siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Endelea. Lakini Bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto. Endelea. Maana utakwenda kwa kila mtu. Endelea. Nitakaye kutuma kwake. Endelea. Na utasema kila neno utakalo kuamuru. Kwa hivyo Yeremia atasema kila neno atakayo kuamuru. Kwa hivyo Yeremia alikuwa anasema neno ambalo ameamuriwa na nani? Na Mungu. Si ndio? Naam. Lakini atakaandika katika kitabu. Kwa hivyo kunapatikana ndani ya kitabu cha Yeremia maneno ya Mungu, si ndio? Naam. Na Yeremia amemwambia Baruku ayaandike maneno yale, si ndio? Naam. Sasa kuna njia nyingine pia. Hebu nisomee 20:10 kitabu cha Mathayo. 20:10 kitabu cha Mathayo. Inasema hivi, pumzi ya Mungu. Sasa kuna kitu moja tunastahili tuelewe. Yaani nisomea hapo mwalimu wangu mbio. Inasema wale wa kwanza walipokuja. Wanasema 10:20 Mathayo. Samani 10:20 Mathayo. 10:20 Mathayo inasema hivi. Pumzi ya Mungu inasema kwa kuwa si ninyi msemao bali Roho wa Mungu yenu. Hapana. Samani. Msomaji, sasa mimi naona kuna kasoro. Soma mfululizo pole. Kama najua ni vizuri nisikutoa hapo. Usome tu pole. Utazoea tu, sawa? Inasema hivi. Utazoea. Asante. Haya, barikiwa, tuende. Kwa kuwa si ninyi msemao. Sasa manabii si kwamba ni wao walikuwa wanasema. Endelea. Bali ni Roho wa Baba yenu. Asemaye ndani yenu. Kwa hivyo manabii walichokuwa wanakisema, alikuwa ni nani alikuwa anaongea kupitia wao? Roho wa Baba yenu. Roho wa nane? Wa Mungu. Hebu funika Biblia kidogo. Ingia kwa Korani, alafu mtu akiwa na swali akuje mbio maana mimi sina muda. Sasa mwalimu wangu. Naam. Mimi nimesoma Korani nikaongopa. Maana Korani, na kama kuna Muislamu anasikiliza hii, Waislamu mkuje mtuambie maneno ya leo. Mwalimu wangu. Naam. Nisomee Korani 2:97.
Hiyo Farisi kwanza. Leo unaposikia Uislamu ndugu yangu ni vitabu. Una kitabu moja kiitwacho Qurani na zingine ziitwazo hadithi za mtume. Zinakubalika na zinapatikana katika maktaba zao. Umefika pale? Naam. 297. Naam. Sasa soma tusikie. Inasema. Sema. Sasa sikiliza, huyu ni Muhammad, sawa? Naam. Muhammad anaambiwa sema, anayemfanyia ushindi Jibril. Anayefanya nini? Anayemfanyia ushindi Jibril. Anayemfanyia ushindi Jibril. Kwa Kiarabu ni malaika Jibril, lakini ni Gabriel, yule tunayemuita malaika Gabriel. Kwa hivyo anasema Muhammad alikuwa na Gabriel. Hebu soma, endelea. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad. Wanatuambia Muhammad aliletewa utume na nani? Na anayemfanyia ushindi Jibril. Kwa hivyo Gabriel aliletea Muhammad nini? Si wanasema alimletea utume, si ndio? Naam. Mimi nakataa, maana vitabu zitaongea. Endelea mwalimu wangu. Inaendelea kusema hivi, ndio, asiwapeleke Mayahudi si bure. Anakosa Jibril. Hakika yeye ameiteremsha Qur'an moyoni mwako. Hakika yeye malaika Gabrieli amefanyaje? Ameiteremsha Qur'an moyoni mwako. Hakika yeye Gabrieli amefanyaje? Ameiteremsha Qur'an moyoni mwako. Kwa hivyo kwa mujibu wa Waislamu, si ndio? Naam. Wanasema nani aliteremsha Qur'ani? Jibril, ambaye ni malaika wa Mungu. Malaika Gabrieli, si ndio? Naam. Wanasema aliteremsha nini? Qur'ani. Kwa hivyo kwa mujibu wao wanasema Qur'ani haikuandikwa, si ndio? Naam. Lakini ilifanywaje? Iliteremshwa. Iliteremka kutoka mbinguni, ati ikaanguka, ati ikawa kuanzia pale wamepata Qur'ani, si ndio? Naam. Sasa nisomee 22 mstari wa 8 hiyo Qur'ani. 22 mstari wa 8. Mstari wa 8. Inasema. Inasema hivi. Inasemaje? Na katika watu wako. Nasikiliza, na katika watu wako. Wanaojadiliana juu ya Mwenyezi Mungu. Huyu ni Muhammad anaambiwa na katika watu wako wanaojadiliana juu ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Naam. Sasa wafanyaje? Endelea. Bila elimu wala uongozi wala kitabu chenye nuru. Bila nini? Bila elimu. Bila nini? Bila elimu. Bila elimu, endelea. Wala uongozi wala kitabu chenye nuru. Endelea. Inaendelea kusema hivi. 9. Nisomea komentari huko chini, kuna komentari. Inasema kwenye hiyo aya kuna komentari. Watu wanaojadiliana maneno ya Mwenyezi Mungu, hasa kuna kitu anaambiwa wafanye. Hebu soma. Inasema hivi. Ndio. Wanakatazwa kwa ukali mkubwa. Hasa Waislamu wanakatazwa kwa ukali mkubwa nene kushindana katika mambo ya dini pasina elimu. Kwa hiyo wanaambiwa wasishindane katika mambo ya dini pasipo elimu ya dini. Kwa hivyo ndio wapate elimu ya dini. Wafanyaje? Endelea. Na elimu sahihi ya kujua dini. Ni ile iliyomo katika Qur'ani. Kwa hivyo Waislamu wanaambiwa elimu sahihi ya kujua dini ni ile ipatikanayo wapi? Katika Qur'ani. Endelea. Na hadithi za mtume. Katika nini? Na hadithi za mtume. Katika Qur'ani na katika hadithi za mtume. Kwa hivyo katika elimu ya Waislamu ama elimu ya Kiislamu. Elimu ya Kiislamu, ukitaka elimu ya Kiislamu unapata kupitia Qur'ani na nene hadithi za mtume. Unapata kupitia Qur'ani na nene hadithi za mtume. Si Qur'ani imetuambia iliteremshwa na malaika Gabriel? Naam. Hata chukua hadithi za mtume, maisha ya Muhammad, tujue ni kweli. Unajua ni vizuri ukiamua ndugu zangu, acheni niwaambie hivi. Ukiamua utakaa sasa usome vitabu upate kweli, kuna mahali utapata kweli. Lakini ukisoma Qur'ani waamue utapata kweli kupitia Qur'ani, utakataa wewe mwenyewe. Kwa nini nimesema hivyo? Sasa soma mwalimu wangu. Nimekupea angani, nimekwambia usomee kitabu cha maisha ya mtume, si ndio? Naam. Nisomee mstari wa 8. Kuna mahali nimekuwekea mstari tu, mstari wa 8. Ukurasa wa 8. Si wametuambia Qur'ani imeteremka kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Imeteremshwa na malaika yupi?
Jibrili. Sasa waja tuingie katika hadithi za mtume. Sasa soma ukurasa wa 8 inasema hivi. Inasema mtu wa awali aliyejifundisha kusoma na kuandika. Anasikiliza katika elimu ya Kiislamu wanatuambia mtu wa awali aliyejifundisha kusoma na kuandika katika mji wa Maka. Katika mji wa wapi? Wa Maka. Na ujue Uislamu umeanzia Maka, Madina na huko. Uislamu zamani watu hawakuwa Waislamu, lakini baada ya kupaa kwa Yesu ilipofika mwaka wa 570 tukazaliwa kijana aitwaye Muhammad. Alafu sasa akaanza kutudanganya amepewa Qur'ani. Hebu soma hapo. Inasema hivi. Ndio. Mtu wa awali aliyejifundisha kusoma na kuandika. Aliyejifundisha kusoma na kuandika katika mji wa Maka. Katika mji wa wapi? Wa Maka. Endelea. Alikuwa bwana Harb bin Umayya. Endelea. Babu yake bwana Muwaya. Endelea. Alijifunza kwa watu wa Yaman. Na yeye akaja kuwafundisha waliotoka katika mji wa Maka. Endelea. Inasema kuna mahali nimeweka mstari, nisomee tu hapo specifically. Endelea. Inasema katika hao waliingia katika Uislamu. Hapana. Sijui haki sasa, sijui nitasaidiwa na nani. Maana kenye unanisomea sio je nikiko kwa akili yangu. Tafadhali nisomee kwa mfululizo nitaelewa. Sawa? Naam. Kuna watu wanne hapo. Watu wanne katika hao. Wa kwanza Saidina Abubakari, wa pili endelea hao. Hebu soma, nafikiri umewaona. Inasema wakati mtume alipopata utume walikuwa watu 6. Wakati mtume alipopata utume palikuwa watu wangapi? Watu 6 tu katika Maka. Walikuwa watu wangapi? Watu 6. Katika wapi? Maka. Waliojua kufanyaje? Waliokuwa wakijua kuandika. Endelea. Katika hao waliingia katika Uislamu. Kwa hivyo wenye walikuwa wanajua kuandika walikuwa watu 6 Maka, sawa? Naam. Lakini waine, si ndio? Naam. Ambao wanajua kuandika wakaingia wapi? Katika Uislamu. Wakaingia katika Uislamu. Endelea. Wakawa ndio waandikishaji hapana. Wakawa ndio waandikaji. Wakawa ndio waandikaji nini? Wahai. Aya za Qur'ani. Aya za nini? Za Qur'ani. Kwa hivyo walikuwa watu 6, waine walikuwa wanajua kuandika, si ndio? Naam. Waine wakaingia Uislamu, wakawa ndio waandikaji wa wahai, sawa? Naam. Ni ufunuo wahai, wanasema ni ufunuo. Haya za nini? Za Qur'ani. Kwa hivyo aya za Qur'ani zikawa zimeanza kuandikwa na watu wangapi? Watu 4. Watu wangapi? 4. Lakini walikuwa wametuambia Qur'ani iliteremshwa na nani? Na Jibril. Hebu endelea na hapo sasa. Swali ni je, najua Waislamu mimi mkinijibu vizuri huenda hata mimi nikasilimu. Maana kwa nini Qur'ani imesema iliteremka na tena imebadilika inasema vijana walijua kusoma wakaandika Qur'ani? Wewe sasa hapo uwezi kanifanya mjinga. Endelea mwalimu wangu. Watu hao walikuwa ni Saidina Abubakar. Hasa mtu wa kwanza ambaye alikuwa anajua kuandika miongoni mwa wale waine. Wa kwanza alikuwa anaitwa Saidina Abubakari. Endelea. Saidina Umar. Wa pili alikuwa anaitwa Saidina Umar. Endelea. Saidina Uthman. Saidina Uthman wa tatu. Endelea. Na Saidina Ali. Na Saidina nani? Ali. Saidina nani? Ali. Hao ni vijana waine waliingia Uislamu wakaandika aya za Qur'ani, si ndio? Naam. Kwa nini waliandika? Nisomee katika kitabu cha Qur'ani 5:25. Nisomee 25:5 kitabu cha Qur'ani. Hiyo ni mzuri zaidi. 25:5. Mwana Muhammad hakujua kusoma. Lakini katika Biblia hakuna mahali Mungu amewahi tumia nabii asiyejua kusoma. Lakini Qur'ani Muhammad hajui kusoma wala kuandika. Ndio sababu utasikia ati vijana walijua kuandika wakaingia Uislamu wakaandika aya za Qur'ani. Asoma mwalimu wangu. Na wakasema, hasa Muhammad akasema, ni visa vya watu wa zamani. Sikiliza, chenye kinapatikana ndani ya Qur'ani ni visa vya nini? Vya watu wa zamani. Chenye kinapatikana ndani ya Qur'ani ni visa vya watu wa zamani. Endelea. Alivyoviandikisha Muhammad. Alivyofanyaje? Alivyoviandikisha Muhammad. Alivyofanyaje? Alivyoviandikisha Muhammad. Kwa hivyo katika Qur'ani
kuna yale ambayo yaliandikishwa na nani? Na Muhammad. Yaliandikishwa na nani? Na Muhammad. Lakini alikuwa ametudanganya. Nani akaleta Qurani? Jibril. Nani akaleta Qurani? Jibril. Ambaye ni malaika nani? Gabrieli. Kwa hivyo walikuwa wametuambia Gabrieli ameandika Qurani, si ndio? Naam. Tena amebadilika na tuambia Qurani maneno yake ni visa vya zamani, si ndio? Naam. Na ni Muhammad alifanyaje? Aliandika. Aliandikisha, si ndio? Naam. Mwalimu tafadhali. Chenye nikikuuliza kitu uliza jibu chenye ni exact. Naam. Aliandikisha, ajui kusoma. Kwa sababu nisomea Qurani 7:177. 157, Qurani 7:157. Inasema, yaani Muhammad hajui kuandika wala kusoma. Ndio maana akatumia vijana wakaandika Qurani. Lakini akaja baadaye alipopata utume kutoka kwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Padre Binafai na mwingine anaitwa Padre Baira.